Kwa hiyo nataka niwaambie kwenye Isaya 45, hebu twende pale. Isaya 45, twendeni pale. Isaya 45, twende pale. Kwa hiyo nitaomba mnisikilize kwa makini sana. Isaya 45 kwa ajili ya wale ambao wakuja, tulikuja usiku, niliwaambia usiku. Isaya 45 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Isaya 45 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Asante sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hasa kwa wale ambao hawakuja usiku, waliokuja nilisema hili, na kwenye andiko ambao tumesoma haya maneno aliambiwa Koreshi, alikuwa mmoja wa wafalme, na alipoambiwa Koreshi alikuwa mfalme wa Uajemi. Na unajua yule mfalme wa Uajemi alikuwa ni mfalme wa taifa, lakini Mungu alitaka kumtumia kwa kusudi lake la kuwarejeza wana wa Israeli katika nchi yao kutoka utumwani. Kwa hiyo Mungu akamwita yeye, halafu akampa umasihi. Maana yake ni kwamba akamwokoa, akampa utumishi. Huu umasihi ambao amempa ni umasihi ambao alipewa pia Sauli, lakini pia alipewa Daudi. Unaona, na huu umasihi ambao alipewa pia Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo akampa hii. Baada ya kumpa ili aweze kufanya kazi yake na kwa kusudi lake, na akamwambia na kushika mkono wako wa kuume ili ufanye kazi na mimi. Lakini katika hiyo sasa, ili uweze kwenda ninavyotaka, akamwambia nitakwenda mbele yako. Na 2026 ni mwaka wa kipekee kidogo, kwa sababu Bwana atakwenda mbele yako, lakini pia atasawazisha mahali ambapo pameparuza kwa jinsi moja ama nyingine. Yeye Bwana mwenyewe ataparuza yeye. Lakini mstari wa msingi kabisa kwetu ulikuwa ni mstari wa 3. Kwenye mstari wa 3, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, na Mungu wa Israeli. Mwaka wa 2026 ni mwaka ambao nimeutangaza kama mwaka wa kupokea hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri. Haleluya! Nimeutangaza. Nimekwambia mchungaji yeyote anaweza akatangaza vyovyote kwa jinsi ambavyo yeye anaona, lakini mimi pia nautangaza kwa jinsi ambavyo mimi ninaona. Bwana katika mwaka wa 2026 atakupa hazina za gizani. Hebu tuseme wote, hazina za gizani. Anasema na mali zilizofichwa za mahali pasiri. Sema na mali zilizofichwa za mahali pasiri. Sasa hazina za gizani. Gizani huwa hakuna kitu kinachoonekana, lakini pamoja ni kwamba ni gizani, hata wewe pia huoni. Yeye Bwana anaona kuna mali zako na kuna vitu vyako na kuna hazina yako, lakini anasema za mahali pasiri zilizofichwa. Mahali pasiri hazionekani, ni mahali pasiri. Hasa usiku niliwaambieni ya kwamba inaweza ikawa ni jambo tata, maana ni gizani. Inaweza ikawa ni jambo tata, maana ni mahali pasiri, hazionekani. Hasa nikakupa na nitakwambia kitu kipya kwa leo, kwa ajili ya, nilikwambia wale ambao ni watoto jana kwamba kuna chakula cha watoto, kwa hiyo msikose. Najua hiki mlipata jana. Tunasema kwa ajili ya wale ambao hawakuja, hazina za gizani, mahali ambapo hapaonekani kitu, lakini mali zilizofichwa za mahali pasiri pia hazionekani kwa sababu zimefichwa. Sasa niliweka wazi ni vitu vya namna gani. Kwanza ni chochote
ambacho ni haki yako na kiko mbele za Bwana, lakini hujakipata. 2026 utakipata, Bwana atakupa kwa jina la Yesu Kristo. 2026 utapata. Lakini jambo la pili, hazina za gizani hazionekani hizi, na mali zilizofichwa za mahali pasiri. Ni kitu gani? Ni vile vitu vilivyo vyako lakini vimeshikiliwa na Shetani. Kumbuka mwanzo nilikwambia ni vya kwako, lakini Mungu alikuwa hajakupa. Hivi sasa nakwambia ni vya kwako, lakini vilishikiliwa na Shetani. 2026 kila kilichoshikiliwa na Shetani utakipata kwa jina la Yesu Kristo. Bwana atakupa yeye. 2026 utapata. Shetani ataachia, Shetani ataachia, Shetani ataachia, Shetani ataachia, Shetani ataachia. Hebu sema achia kwa jina la Yesu. Sema achia kwa jina la Yesu. Bwana atakupa vile ambavyo hajakupa, lakini Shetani ataachia vile ambavyo hajaachia. Haleluya. Asante, Mungu akubariki. Ni ajabu sana. Hili ni jambo la pili. Jambo la tatu ambalo nilikwambia, ambalo linahusisha hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri. Ni vile vitu ambavyo vitatokea kwako bila wewe kutarajia, bila wewe kuomba, bila wewe kuhangaikia, bila wewe kutafuta. Yaani umekaa hivi bila kutarajia, muujiza unatokea. Kama yule mama, umekaa bila kutarajia, simu inasoma milioni 1. Haleluya! Yaani bila kutarajia. Nakumbuka mama Delfina wakati uliopita alitoa ushuhuda kwamba nilikuja kanisani, nilipokuja tukajifunza neno la Mungu, tukaomba yana, tukafanya hivi. Asema nilipotoka nikapata message kwamba kwenye akaunti imeingia hela, tena hela nyingi, na sijui aliyeingiza nani, wala sikuwa na appointment na mtu wa kuingiza. 2026 miujiza namna hiyo itakuwa mingi ya kupitiliza. Haleluya, mingi kabisa zinakuja. Akasubiri nani atapiga simu, nani atasema nimekosea, nani atasema, akapigia ndugu na jamaa kujua kama kuna aliyeingiza hela. Kila akipiga huku akipiga kule, hakuna. Hela ikabaki kwenye akaunti na ikaendelea kwenye akaunti yake. Sema amen. Kwa hiyo hili ni jambo la tatu kwa 2026, vitu ambavyo kuvitegemea. Nakumbuka miaka fulani ya nyuma nilikuwa ninataka kununua gari, na nikawa nanunua Escudo. Na unajua nilivyokuwa nanunua ile Escudo, ni Suzuki Escudo. Sasa nikawa tumepata fedha, tumekusanya kidogo, alafu baadaye mama alikuwa kwenye vikoba, kakopa huko vikoba, tumechanganyia, hela haijafika. Ilipokuwa haijafika ikawa imekasoro kama milioni 2. Kwa hiyo nikawa natafuta hii hela milioni 2 tupate ile gari. Sasa hivi hatunayo ile gari, lakini tupate ile gari. Sasa kuna rafiki yangu mmoja nikaongea naye, nilipoongea naye kwamba nahitaji milioni 2. Kuna gari nataka kuchukua, inauzwa bei nafuu, ilikuwa inametumika. Kwa hiyo nahitaji milioni 2. Akaniambia mchungaji, hamna shida, hiyo tutashughulikia. Akanipa milioni 2 kama mkopo. Sasa aliponipa milioni 2 kama mkopo, mimi tukafanikiwa kuchukua ile gari. Tulipofanikiwa kuchukua ile gari, kwa hiyo nikawa natafuta fedha ili nimrudishie. Nikapata 500,000 nikamrudishia. Akasema Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Nimepata. Nikamwambia sawa, imebaki 1.5 milioni. Nikatafuta tena hela, nikapata 500,000 nikamrudishia. Akasema ubarikiwe sana, ikawa imebaki 1 milioni. Kwa hiyo nikawa nahangaika kwamba nipate upenyo, nipate ile 1 milioni nikawa nahangaika sana. Baadaye nikafanikiwa kupata 500,000 tena. Nilipopata 500,000 nikamrudishia tena. Nikamwambia ile 500,000 nyingine hii hapa. Nikamwambia tumebakisha ngapi sasa hivi kwenye mahesabu? Akasema tubakisha 500,000. Nikamwambia sawa. Sasa uniache tena muda kidogo nipate nguvu niweze kutafuta tena 500,000 niweze kukulipa. Akacheka sana.
Alafu alivyocheka akaniambia, hivi unafikiri utanunua gari mimi nisichangie hata shilingi? Na mimi hiyo sikutarajia. Nikashangaa, anataka kusemaje? Unajua ni 500,000 alikuwa ananidai. Akasema hiyo 500,000 na mimi nimechangia kwenye ununuzi wa hiyo gari. Haleluya! Yaani vitu vya namna hiyo hukuvitarajia, hukuvitegemea kabisa. Bwana asifiwe sana. Siku moja nilikuwa niko mjini. Kuna ndugu mmoja huwa ninamfahamu. Yeye yuko Arusha. Kwa hiyo tukakutana mjini. Tulikutana mjini tukaongea mawili matatu. Habari za siku. Muda nilikuwa sijaonana naye. Baadaye akaniambia tuingie mahali fulani tupate chakula. Aliponiambia tuingie mahali fulani tupate chakula, nikasema hapana, mimi niko sawa. Na alikuwa kwenye maombi na mambo mengine. Akaniambia hapana, tungeingia tukapata chakula kidogo hapa, tukapata chakula, ananielekeza mahali fulani. Nikamwambia hapana, nashukuru kwa chakula hicho na mambo mengine. Hasa alipogundua sitaingia kula na mambo mengine, akasema basi uweke mafuta ya gari. Na unajua alipokuwa ananipa uweke mafuta ya gari, akanipa 50,000. Bila kutarajia. Haleluya! Bila kutarajia. Miujiza ya namna hiyo itakuwa mingi katika maisha yako kwa 2026 inakuja. Sasa niliwaambia hazina ni nini? Hazina ni kitu chochote cha thamani kinachokusanywa ghalani kwa matumizi ya baadaye. Yaweza kuwa nafaka, yaweza kuwa mafuta, yaweza kuwa shaba, yaweza kuwa fedha, yaweza kuwa dhahabu. Hiyo ndio hazina. Lakini hazina ni kitu chochote unachokithamini na kukihitaji zaidi katika maisha yako. Kile unachokithamini na kukihitaji zaidi, hiyo ndio hazina, na ambacho kinakamata moyo wako, hiyo ndio hazina. Lakini pia hazina ni vile vitu ambavyo Mungu ametupa ili tuvitumie kwa utukufu wake. Hazina ni hizo: vipawa, karama, huduma. Unaona, hizo ndizo hazina, talanta ambazo Mungu ametupa, muda ambao Mungu ametupa. Kwa hiyo huu mwaka ni wa kipekee. Mungu atakufunulia hazina yake ya mbinguni akupe wewe. Kwenye Kumbukumbu la Torati 28:12 anasema Bwana atakufungulia hazina yake ambayo ni mbingu, ili upate mvua kwa wakati. Nikasema ya kwamba katika 2026 mbingu zikifunguka, hazina ya Bwana ikifunguka, mahitaji yako utayapata kwa wakati. Afya yako itakuja kwa wakati, mchumba wako atakuja kwa wakati, mtoto wako atakuja kwa wakati, muujiza wako utakuja kwa wakati, kila unachotaka kitakuja kwa wakati katika 2000. Hakuna kuchelewa wala kuwahi, kila kitu kinakuja kwa wakati 2026. Kama unaamini sema amen. Kwa hiyo tuliongea mambo mengi katika hilo, na nina matumaini kwamba ulipata kitu. Lakini pia niliizungumzia namba 6 kwa ujumla wake. Mwanadamu aliumbwa katika siku ya 6. Sasa hapa nataka kutoa chakula cha watoto. Jana sikutoa hicho. Mwanadamu aliumbwa katika siku ya 6 ambayo ilikuwa siku ya mwisho, na alipoumbwa katika siku ya 6 aliumbwa kwa neno. Na unajua Mungu alipoumba katika Mwanzo 1:26 mpaka 31, alipomaliza kumuumba mwanadamu hakuumba kitu chochote kingine. Unaona, alipokuwa kuumba kitu chochote kingine, aliona kila kitu alichofanya kwamba ni chema sana. Jana nilikwambia kwa ajili ya watu wote kwamba 2026 Bwana atakwenda kuumba jambo jipya la baraka kwenye maisha yako 2026. Hii nilisema kwa ajili ya watu wote. Wacha nilete chakula cha watoto sasa. Kama nilivyosema jana, 2026 Bwana aliumba kwa neno. Alimuumba mwanadamu kwa neno, na alimuumba kwenye siku ya 6, na ilikuwa ni namba 6. 2026 ina 6 mbele yake. Kwa maneno mengine nataka kukwambia nini? Umba vitu kwa neno, umba vitu kwa matamko ya kinywa chako, umba vitu. Waweza ukasema mwaka huu nitaoa, mwaka huu nitajenga, mwaka huu nitapata mtoto, mwaka huu nitanunua gari, mwaka huu. Umba vitu kwa neno.
Haleluya! Hili ni jambo la kwanza ambalo nilizungumzia. Katika jambo la pili ambalo nilisema, kazi zimeamriwa zifanyike kwa siku 6 kabla ya kupumzika, na nikasema mwaka huu fanya kazi kwa bidii, kwa sababu una 6 mbele. Kazi yote ambayo utafanya utafanikiwa. Fanya kazi, fanya biashara, lima, fuga kuku, fanya chochote. Usione hali inasemaje, wala usione majirani wanasemaje, wala usione hali ya uchumi wa taifa inasemaje. Kama sasa hivi hapa kwetu kuna shida ya maji, hapa tunanunua maji, kuna shida ya maji. Wiki iliyopita tumenunua maji 1035, wiki hii tumenunua maji 1035. Yaani kuna shida ya maji, lakini hizo hali na shida zinazowapata wengine na hizo hali za shida zinazolipata taifa, wewe usiogope, hazitakupata wewe kwa jina la Yesu Kristo. Wewe utaishi maisha mengine, maisha ya tofauti. Na nikasema katika jambo la tatu jana kwamba ni kweli waweza ukapita kwenye changamoto, ni kweli waweza ukapita kwenye shida, ni kweli waweza ukapita katika jaribu. Yesu aliteswa kuanzia saa 3 mpaka saa 9 akafariki. Na unajua saa 3 mpaka saa 9 ni masaa 6, na kama ni masaa 6, namba 6 inaingia pale. Ilikuwa ya mateso ya Yesu Kristo, ni majaribu ya Yesu Kristo, ni shida ya Yesu Kristo. Lakini nikasema kwako wewe, mtazame Yesu alipoteseka katika hayo majaribu. Nini kilitokea? Ukombozi ulikuja, uzima ulikuja, baraka zilikuja, ushindi ulikuja, wokovu wetu pia ulikuja. Mateso yake yalileta matokeo yaliyo bora. Kwa maneno mengine, 2026 kila taabu utakayopitia, kila jaribu utakalopitia litaleta matokeo yaliyo bora mbele yake. Litakuwa linakupeleka katika jambo ambalo ni bora zaidi mbele yako kwa jina la Yesu. Nimalize kwa kusema hivi kwa ajili ya kile chakula cha watoto. Wafalme wa Pili sura ya 7. Hapo nataka nikuonyeshe picha juu ya vile ambavyo Mungu ameweka kwa ajili yako. Nataka nikuonyeshe picha juu ya vile shetani alizuia. Nataka nikuonyeshe picha juu ya vile ambavyo vinaweza vikaja bila wewe kutarajia. Wafalme sura ya 2. Wafalme wa Pili sura ya 7. Hatutasoma kwa ajili ya muda. Wafalme wa Pili sura ya 7. Lakini hapa mahali palikuwa ni mahali pa ajabu. Nchi ilikuwa na ukame, nchi ilikuwa na njaa, nchi ilikuwa na matatizo, nchi ilikuwa na changamoto, nchi ilikuwa na shida. Maana kuna njaa kali, hakuna chakula, hakuna maji, hakuna vinywaji, hakuna chochote, na watu walikuwa wanateseka. Na unajua hapa mahali walikuwepo watu wengine wenye ukoma, walikuwa wametengwa na jamii, wametengwa na vijiji, wametengwa na watu wengine, hawaruhusiwi kuchanganyika na mtu yeyote. Na unajua walikuwa wametengwa kabisa, wamekataliwa na jamii. Na walipokuwa wametengwa, wamekataliwa na jamii kila kitu, unajua kilichofanyika? Wakawa wameketi pale, hawaruhusiwi kuingia mjini, hawaruhusiwi kuonana na watu, wakashauriana wao kwa wao. Ni watu wenye ukoma wa 4. Habari hii inafahamika sana kwa ajili ya wale wenye ukoma. Na unajua walipojadiliana wakasema, tukikaa hapa tutakufa kwa njaa, tukienda mjini pia kuna njaa, twaweza kufa, lakini mjini hatukubaliki kule. Lakini sasa kama tukikaa hapa tutakufa, tukienda mjini pia kama ni kufa tutakufa tu vile vile. Kwa hiyo cha kufanya tufanyeje? Wakafanya maamuzi kwamba tutakwenda mjini. Na unajua tutakwenda kule katika jeshi ambalo ni la maadui, sehemu ambayo wameacha mjini kwao wakaenda mji mwingine, lakini maadui mahali ambapo wapo walikuwepo Washami kule, na wale Washami walikuwa na fedha, walikuwa na magari, walikuwa na dhahabu, walikuwa na chakula, walikuwa na mavazi, walikuwa na vitu vya namna mbalimbali kabisa. Na unajua walipochukua ile hatua ya imani, na ndio maana katika ujumbe kama huu lazima uchukue hatua za imani. Katika ujumbe kama huu lazima uamini tu. Yaani amini tu. Hata kama huna kazi, amini tu. Hata kama huna mtaji, amini tu. Yaani unachohitaji wewe ni kuamini tu. Walipoamini kwamba lolote zikatokea, wakasema tukikaa hapa kama ni kufa tutakufa. Tukienda mjini kuna njaa tutakufa. Tukienda jeshi la Washami, wakituacha hai tutakuwa hai, wakituua
tutakufa tu, wacha twende kule. Na unajua walipochukua hatua, lazima tuwe tayari 2026 kuchukua hatua katika mambo ambayo tunafundishwa, kuchukua hatua katika mambo ambayo tunaambiwa. Unajua walipochukua hatua, Biblia inasema Mungu akafanya vile vishindo vya miguu yao vikawa kama mfumo wa magari, vikawa kama mfumo wa jeshi kubwa, vikawa kama mfumo wa watu wengi. Na unajua walipochukua hatua, Bwana alikuwa anafanya njia upande wa pili, ambapo kule upande wa pili kuna vitu vya kiungu wanatakiwa wapate. Kule upande wa pili kuna vitu ambavyo shetani amevishikilia. Washami wanawakilisha shetani, wanawakilisha mapepo, wamevishikilia, vipo kule, wanatakiwa kwenda kuvichukua. Lakini pia ukumbuke jambo lile ni jeshi la Washami, lilikuwa ni jeshi kubwa. Kwa hiyo vitapatikana pasipo kutarajia, vitapatikana pasipo wao kutarajia. Yani ilikuwa ni jambo ambalo limesetiwa na Mungu. Walipoanza kuchukua hatua, Biblia inasema vikasikika vishindo kama vya jeshi, vikasikika kama mfumo wa gari kubwa. Kwa maneno mengine, 2026 unachohitaji wewe ni kuchukua hatua katika kila neno utakalosikia, kuchukua hatua katika kila neno utakalofundishwa. Kwa hiyo walipokwenda mpaka kituo cha Washami, Washami walisikia kama jeshi, wakakimbia, wakaacha magari, wakaacha mavazi, wakaacha dhahabu, wakaacha fedha, wakaacha vyakula. Walipofika pale, walipoingia wakakuta chakula kiko cha kutosha, wakala wakashiba, wakabadilisha mavazi, wakavalisha na viatu, wakachukua pia na suti zilizoko na manguo ya kijeshi. Wengine wakavaa, hawakuwa na zile nyota, wakavaa mavazi ya jenerali, wakawa wamevaa mavazi yani ikawa ni kama sherehe, ikawa ni kama sherehe, maana Bwana aliandaa vitu vinavyohusu. Ikawa ni kama sherehe, maana shetani aliachia. Ikawa ni kama sherehe, maana imetokea pasipo wewe kutarajia. Ni maombi yangu 2026, Bwana akupe sherehe, Bwana akupe kicheko, Bwana akupe furaha, Bwana akupe amani, Bwana akutendee mema kwa jina la Yesu Kristo. Washami wanaozuia baraka zako waziachie kwa jina la Yesu. Sema amen. Kwa ajili ya muda nataka tukomeshe pale. Hebu simama kwa miguu yako. Muda umekwenda na tumesha kwenda nje kabisa ya muda. Usiogope katika changamoto au chochote. 2026 utakuwa ni wakati wako wa kipekee na wa baraka za kipekee sana. Nataka tuende tukapate kumwomba Mungu kwa muda mfupi tunapokwenda kuondoka katika siku ya leo. Lakini kesho usikose, tunakuja kutafuta njia iliyonyooka, lakini pia kutafuta Bwana anataka tufanye nini na tuelekee wapi katika mwaka huu. Kuna vitu vingi tutashirikishana, lakini tunakuja kupindua meza, tunakuja kupindua vile ambavyo vinatakiwa kupinduliwa. Kesho tunaanza kwa siku 7 mfululizo. Ni kitu ambacho natamani usikose. Jumapili nitakushirikisha mambo mengine mengi ambayo ni muhimu na yatakayo kusaidia. Hebu sema Bwana Yesu. Sema kwa sauti, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kwa sauti sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakushukuru kwa ajili ya mwaka huu. Ninakushukuru kwa sababu ya 2026. Asante kwa sababu ni mwaka wangu, ni mwaka wangu wa kupokea hazina za gizani. Ni mwaka wangu wa kupokea mali zote zilizofichwa kwa siri, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. 2026 ni mwaka wangu wa kuinuliwa, ni mwaka wangu wa kwenda viwango vingine, ni mwaka wangu wa kupokea baraka zangu kwa jina la Yesu. Kila baraka ambayo sijaipokea kutoka kwako 2026 nitaipokea kwa jina la Yesu. Kila baraka iliyozuiliwa
na yule mwovu shetani 2026 itaachiliwa kwa jina la Yesu. Bwana, baraka zote nisizotarajia, baraka zote nisizotegemea 2026 zitakuja kwa jina la Yesu. Mashariki italeta, magharibi italeta, kaskazini italeta kwa jina la Yesu. Maisha yangu yanapokea kwa jina la Yesu. 2026 ninachukua hatua za imani, hatua za imani kwa jina la Yesu. 2026 ninaamini kwa jina la Yesu, ni mwaka wangu wa mafanikio, ni mwaka wangu wa ushindi, ni mwaka wangu wa kukuona kwa jina la Yesu. Hebu tuende mbele za Bwana. Yes, tuende mbele za Bwana. Nenda mbele za Bwana. Omba tu, endelea kuomba. Naomba sawa sawa na neno hili ambalo tumefundishwa katika mchana wa leo, ya kwamba mwaka huu ni mwaka ambao Bwana atatutendea mema katika majira haya. Hebu endelea kuomba ili kwamba mema yaje kwako sasa, mema yaje kwenye nyumba yako, mema yaje kwenye ofisi yako, mema yaje kwenye ndoa yako, mema yaje kwenye huduma yako. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno hili ambalo umesema nasi kupitia mtumishi wako Jehova. Tunaamini maneno haya na tunayachukua ili kutembea nayo katika mwaka huu katika jina la Yesu Kristo, maana tunajua mwaka huu iko miujiza mingi, yako mambo mengi makubwa ambayo umetukusudia katika jina la Yesu. Ninakushukuru Bwana kwa sababu tunatarajia mema kutoka kwako katika jina la Yesu. Tusaidie tena Bwana katika majira haya katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu umetenda katika jina la Yesu. Tunakupa utukufu na heshima na tunachukua maneno haya kuwa yetu katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana. Haleluya. Baba yetu na Mungu wetu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa ajili ya siku ya kwanza ya mwaka 2026. Asante kwa kuwa Mungu umetupa neema kuona, lakini ninaamini kwamba Mungu wa mbinguni tutalindwa na kutunzwa na kuwa salama katika kipindi chote katika jina la Yesu Kristo. Kama neno lako linavyosema kwamba hautatuacha wala kutupungukia, ndivyo utakavyofanya katika maisha yetu katika jina la Yesu. Baba yetu na Mwokozi wangu, tazama wakati tunapotoka kuelekea majumbani, Bwana ukatulinde na kututunza, ukatupe kuwa na siku njema katika siku ya leo. Neema yako ikaendelee kuzidi katika maisha yetu Bwana, ukitutunza sisi pamoja na watoto wetu katika jina la Yesu Kristo. Hatuifungi ibada, lakini Bwana tunaomba ibada ile njema ikaendelee ndani ya mioyo yetu. Asante Mwokozi wangu kwa sababu utakuwa nasi katika siku hii, na Bwana utaifanya kuwa njema sana na yenye kupendeza kupitia jina lako Yesu. Nimeomba na kushukuru. Amen. Amen. Mungu abariki watu wa Mungu. Mungu abariki sana, na twende nyumbani kwa amani.